ataniangalia alisema huyu naye anaongea ndio biology ya mbinguni hiyo nakwambia. Unakula saa 2 ile kama ni saa 4 sana. Unashiba, baadaye unatembea kwa nguvu ya chakula hicho kama Elia. Unatembea kwa nguvu ya chakula hicho kama Elia mpaka jioni, unapiga tena kidogo umemaliza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yetu unakula hapa saa 2 saa 3 saa 4 na jana niliwaambia kwamba ukila saa 2 sukari inapanda. Nimesema nini ndugu zangu? Sukari inapanda. Na sukari ikipanda, insulin nayo inafanyaje? Inapanda. Kwa hiyo sukari imepanda na insulin nayo imepanda. Insulin itakiwa iwe hapa. Sasa insulin imepanda iko hapa. Sasa insulin inashusha sukari, inatakiwa ishushe sukari, kazi yake ni kushusha sukari. Inaanza kushusha sukari, wakati sukari haijafika chini, na insulin haijafika chini, umekula tena hii ndi tamu hili la kutoka Majita kabisa hili ndi. Unakula tena hindi. Haya, unatoka pale sukari imepanda, insulin inafanya kazi, ishushe sasa, ishushe ile sukari ishushe. Wakati anasema I see, yani miogo ya nyumbani hii, unaiona miogo ya nyumbani, imeshapanda tena vile imepanda. Sasa unajikuta wewe ulikuwa na level ya insulini hapa ndio level ya insulini yako. Wewe umeipandisha hapa, maana saa 2 umekula ikapanda, saa inashuka, saa 3 inataka kunani, saa 4 inataka kushuka. Umepandisha tena inataka kushuka tena, ukinani bado inataka kushuka. Sasa ukija hospitalini tunakupima, tunasema hebu tumpime huyu mtu, tumpime sukari. Tukimpima sukari nasema sukari iko juu. Haya, tumpime na insulin iko juu. Haya, naomba niwape mtihani. Sukari iko juu, ila mimi sina saa. Sukari iko juu na insulin iko juu. Jawabu lake? Kumbe mmesoma biology. Jamani, sukari iko juu na insulin iko juu. Jawabu lake? Mbona muongei? Diabetes ndio hiyo. Na hiyo ndio type 2 diabetes. Yaani insulin inakuwa juu kila wakati mpaka ina resist. Kwa hiyo inaitwa insulin resistance. Na wewe unaambiwa hivi, acha kula sukari, itakuletea nini? Itakuletea kisukari. Sukari inayoleta kisukari ni hiyo ya ajabu ya kiwandani, unga uliokobolewa. Lakini ukipiga ile dona yako, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, ugali ukaupiga ule pale, baadaye ukatembea kwa nguvu ya kile chakula, insulin inapanda. Ukishapiga ugali, insulin nayo inapanda. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, insulin imesha baadaye insulin ikifika hapa chini, basi imemaliza, glucagon inatoka pale. Kisha toka glucagon nasema nguvu imepungua, tuchukue glycogen, mafuta yale ya kwenye ini yanaanza kutolewa, yale mafuta yanatolewa. Kwa hiyo hakuna fatty liver, yanatolewa yale ile stored glucose inatolewa pale. Ile glucose inatolewa, inamwagwa kwenye damu. Kama ukiendelea kidogo, masaa 8 nasema hata glycogen imeisha, twende kwenye mafuta. Inakuja kwenye mafuta machafu yale LDL, VLDL, sijui na nini yale yote unaambiwa cholesterol mabaya, inayala yale. Kama utaenda masaa 8 unashangaa hata cholesterol hauna. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.